الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wausieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyopata kusema Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajha, wa hawajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutaka tutambue neema alizotuneemesha katika ulimwengu. Anatutaka tutambue neema ili tuweze kumshukuru kwa zile neema alizotuneemesha. Lakini wakati huo anatuambia tutambue kuwa neema hizo ni nyingi mno. Hatuwezi kuzihesabu tukaweza kudhibiti idadi yake, kwamba hizi ndo neema za Mwenyezi Mungu kwetu sisi, kama anavyotuambia katika Qur'ani, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mkitaka kuhesabu neema za Mwenyezi Mungu kwenu, hamuwezi kudhibiti hisabu yake, kwa sababu neema ni nyingi mno. Bali lililo kubwa na muhimu ni kutambua kwa kuwepo kwetu katika ulimwengu, uwezo wa yale yote tunayoyafanya, yakiwemo yale ambayo kwa kuwa umejaaliwa unayaona kuwa ni mambo ya kawaida kabisa, utambue kuwa ni neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ili neema ile iendelee kubakia ni kwa kuitambua na kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, alam tarau anna Allaha sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard, kwamba je, hamuoni kuwa Mwenyezi Mungu amedhalilisha kwenu nyinyi vyote vilivyomo mbinguni na ardhini, wa asbagha alaykum ni'amahu dhahiratan wa batina, na akatueneza, anasema akaeneza juu yenu neema zake za wazi na zile zisizoonekana. Kwa hivyo neema za Mwenyezi Mungu kwetu ni nyingi mno. Mfano wa uchambuzi wa neema hizi ni pale mmoja katika watu wa Maka alikuwa akimpinga Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na Uislamu. Bwana yule Mwenyezi Mungu alimpa nguvu nyingi, mpaka inasemekana alikuwa akiweza kusimama katika ngozi ya ngamia iliyo mbichi na kuwaambia watu, yoyote atakayeweza kuvuta ngozi hii akanitoa hapa nilipo, nitampa ujira wake kiasi kadhaa. Na watu wakikusanyika kuvuta ngozi ile, inachanika usawa wa miguu yake aliyosimama, lakini mwenyewe anakuwa hajasogea hata sehemu kidogo. Bwana huyu Mwenyezi Mungu anamtaja katika suratul Balad akijisifu kabisa na kusema, laqad ahlaktu malan lubada. Alifika pahala kusema kuwa nimepoteza mali nyingi sana katika kupiga vita Uislamu, nimepoteza mali nyingi sana kumpiga vita Muhammad, ili Waislamu wale wajue kwamba yeye hiyo ndio shughuli anayoifanya na ataendelea kufanya. Mwenyezi Mungu anasema kwamba ayahsabu an la yaqdir alayhi ahad, hivi anadhani kwamba hakuna atakayemweza yeye yoyote kwa nguvu alizopewa na Mwenyezi Mungu, nafasi aliyokuwa nayo katika mji wa Maka. Alifika pahala akaona hakuna atakayemweza yeye. Mwenyezi Mungu anasema ayahsabu an lam yarahu ahad, hivi anadhani huyu kwa pale alipokuwa akitoa hizo mali, akifanya kila namna ya uadui, anadhani hakuna yoyote aliyemuona? Kisha Mwenyezi Mungu anataja baadhi ya neema alizompa bwana yule, na ambazo baadhi yetu pia leo tunazo. Alam naj'al lahu 'aynayn, anasema je, hatukumpa huyu macho mawili? Kwa macho hayo
ameweza kukusanya mali alizokuwa nazo. Kwa macho hayo ameweza kuonea mambo mbalimbali. Walisana wa shafatai, anasema na je, sikumpa huyu ulimi na midomo miwili? Kama ingekuwa tumepewa ulimi tu lakini midomo haiko, pengine hali yetu na fasaha tuliyokuwa nayo isingekuwa kwa namna ambavyo tunayo hii leo. Hizi ni sehemu ndogo ya neema ambazo Mwenyezi Mungu ametupa, akituelezea habari ya bwana huyu aliyekuwa akimpiga vita bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na atusheke na kuvipa mgongo vilivyoko kwa watu, atapendwa na watu. Neno lililotumika katika lugha ya Kiarabu linaitwa zuhdu. Wanazuoni wakatufasiria neno hili katika namna nyepesi ili tuweze kufahamu zuhdu maana yake nini. Wakasema zuhdu inagawika katika mafungu matatu. Fungu la kwanza ni kuwa ayakuna fima indak, ayakuna fima inda Allahi awsaq fima inda nafsik. Sehemu ya kwanza ya zuhdu ni kuwa vile ambavyo viko kwa Mwenyezi Mungu uone kwamba vile ndo vya kweli, vile ndo vya hakika, na vile ndo vyenye kudumu kuliko vile ambavyo unavyo wewe mwenyewe. Akifikia mtu daraja hii, anaambiwa yeye ni miongoni mwa hao wanaoitwa wenye zuhdu. Chochote anachokuwa nacho yeye kinakuwa sio cha kweli, sio cha hakika, isipokuwa alichonacho Mwenyezi Mungu ndo cha sawa sawa. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baqa. Vile vyote mlivyo navyo nyinyi viumbe ni venye kuondoka na kupotea vikamalizika, bali alivyo navyo Mwenyezi Mungu ni venye kubaki na wala haviondoki. Kwa hivyo sehemu ya kwanza ya zuhdu ni muumini Muislamu kufikia daraja hii ya kutambua na kuamini haya aliyosema Mwenyezi Mungu, kwamba kila alichomiliki yeye, alichokuwa nacho ni chenye kupita, si cha kweli, bali vilivyo kwa Mwenyezi Mungu ndio vyenye kudumu, vipo na haviondoki. Akiweza mwanadamu huyu Muislamu kufikia daraja hii, wanazuoni wanasema itamuweka katika kujikurubisha zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anatuambia antumul fuqara'u ila Allah, nyinyi ni wahitaji kwa Mwenyezi Mungu. Haipiti sekunde wala nukta yoyote ikawa sisi wanadamu hatuna tunachohitaji kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali kila muda, kila wakati tunahitaji kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na vile tulivyo navyo tulivyomilikishwa ni vya muda maalum, vinakwenda vikiondoka. Maneno ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama akimhusia mmoja katika masahaba vile vile, kamwambia kun fi dunya kaannaka gharibun, kuwa katika ulimwengu huu kama vile wewe ni mgeni au abiru sabili, au mtu anayevuka njia kutoka upande mmoja kwenda upande wa pili. Hawezi pale katikati ya njia akaona ndo pahala pa kupumzika na kufanya shughuli zake mbalimbali. Kwa hivyo sehemu ya kwanza ya zuhdu anaoisema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukiwa nayo atakupenda Mwenyezi Mungu, ni kuwa na imani hii aliyofundisha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba pumzi tulizokuwa nazo, miguu tulionayo tunayotembea huku na kule, macho tunayoonea vitu mbalimbali, na vyote tunavyomiliki ni vitu vyenye kupita na kumalizika.
bali yaliyoko kwa Mwenyezi Mungu ni yenye kubaki na wala si yenye kuondoka. Tukamatane na yale yanayobakia, tusishikamane na yale yanayopita ambayo hayabaki. Hata alipowahusia masahaba kuambia istahyu min Allahi haqqa alhaya, muoneni haya Mwenyezi Mungu, mstahini Mwenyezi Mungu ukweli wa kumstahi. Waliposema sisi tunafanya hivyo, Mtume akawaambia sivyo, bali inapotakiwa akawaambia katika maneno mengi aliyowaambia, wa antadhkura almauta walbila, na kukumbuka kufa na kuoza, kwamba mwili wako kuna wakati utatiwa katika ardhi, utamalizika kabisa, isipokuwa kipande kinachoitwa ujbu dhanab kitabakia. Akumbuke mwanadamu hili ili limsogeze kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili limfanye atambue kwamba kila alichonacho ni chenye kupita, bali vilivyoko kwa Mwenyezi Mungu ndio vya kudumu. Ashughulike na mambo yaliyoko kwa Mwenyezi Mungu zaidi, ayapitie yaliyoko katika ulimwengu kwa mtazamo huu kwamba haya ni mambo ya kupita. Akifikia mwanadamu daraja hii, ndio Mtume anasema yuhibbuka Allah, Mwenyezi Mungu atakupenda. Anaelezea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama mfano wa maisha yetu ya ulimwengu yalivyo, kwa maana ya ulimwengu kwa mtu asidhani kuwa hivi vilivyopo ulimwenguni akivimiliki ndo sawa sawa, avikumbatie afanye hivi ndo muhimu zaidi kuliko yeye kujishughulisha na Mwenyezi Mungu. Kwa Mwenyezi Mungu hakuipa thamani hiyo dunia na vilivyomo, akijua ni vitu vyenye kupita. Bwana Mtume akasema, lau kana fi dunia, lau dunia hii ingekuwa tusawi janaha ba'udha, inafanana thamani yake na ubawa wa mbu, asingeruhusiwa yule ambaye hamwabudu Mwenyezi Mungu katika ulimwengu kunywa japo tone moja la maji. Lakini kwa kuwa haina thamani hiyo, na ushahidi wa kutokuwa na thamani tunauona umetuzunguka kila pahala, namna wewe mwenyewe ulivyokuwa sasa, ulivyo kule unapoelekea, ulivyovimiliki, ulivyokuwa navyo miaka mitatu nyuma, sasa havifai tena, unatafuta vingine. Na vile unapokusanya pia kuna wakati vinakuwa havifai, wala hutaki tena kuonekana uko nacho, kwa sababu sasa hakina thamani, unatafuta kingine. Ma indakum yanfadu, vile tulivyo navyo Mwenyezi Mungu anasema vinamalizika, vinachakaa, vinakwisha, vinaondoka thamani yake. Wa ma inda Allahi ba, lakini vilivyoko kwa Mwenyezi Mungu ni venye kubakia, haviondoki, haviishi, thamani yake inabakia pale pale. Yeye ndio muumba wa kila kitu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni wa wale wanaotambua mtazamo huu aliotuletea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, wa biqawlihi yahtadi almuhtaduna jalla jalaluhu, fa idha qara'ta alqur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'inda Allahi ba. Sadaqallahu al-'azim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wausieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani hawajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa
kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sehemu ya pili ambayo wanazuoni wanasema zuhudu imegawika katika sehemu tatu. Sehemu ya pili wanasema akifikwa Muislamu huyu na msiba wa kuondokewa na mali yake, mtoto au chochote kile cha thamani katika vitu vya kidunia, akifikwa na msiba huo afikie pahala pa kuelekea zaidi kuyatizama malipo anayolipwa na Mwenyezi Mungu kwa mtihani ule kuliko masikitiko ya kuondokewa na kile ambacho alikuwa nacho. Akifikia kutambua kwa kile alichoondolewa malipo yake ni makubwa, akatarajia malipo yale kwa Mwenyezi Mungu, kwa kuelekea kuwa Mwenyezi Mungu umeamua hivi, basi mimi nasubiri na kutaraji malipo kwako, bila ya kusikitika na kunungunika kwa nini kitu kile kimeondoka, hakuna malipo anayopewa zaidi ya pepo. Anasema Mwenyezi Mungu katika hadithi al-Qudsi, idha btalaitu abdi bifaqdi habibatayn, nikimpa mtihani mja wangu kwa kumuondoshea vipenzi vyake viwili, yani macho yake mawili, fasabara, akasubiri, akataraji malipo, lam ajid lahu jazaan illa aljanna, anasema sipati malipo ya kumpa zaidi ya kumpa malipo ya kumuingiza peponi. Kwa hivyo sehemu ya pili ya zuhud ni kuwa kile ambacho Mwenyezi Mungu alikupa ukakipenda sana, ukatamani uendelee kuwa nacho, pale Mwenyezi Mungu anapokichukua ukiwa hununguniki, bali ukamwelekea Mwenyezi Mungu na kutaraji malipo kutoka kwake, hiyo ndio daraja ya kuelekea katika kupendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu waliowema waliotangulia ndivyo walivyokuwa namna hiyo. Nabiullahi Ayub alipopewa mtihani wa kuondolewa mali zake zote, watoto wake, na yeye mwenyewe akaja kupata maradhi, hakusikitika kwa kuona kuwa Mwenyezi Mungu amemtupa. Hakunungunika kusema kwa nini yote yananitokea mimi tu, kwa nini kila matatizo yananipata mimi. La, aliinua mikono akamwelekea Mwenyezi Mungu akisema, ahmaduka rabbi alladhi ahsanta ilayya, na kushukuru Mola wangu ambaye umenifanyia mambo mazuri. Pale uliponipa mali, watoto, iliondoka nusu ya mapenzi yangu kwako ikaelekea kwenye vile ulivyonipa. Pale ulipoviondosha vitu vile, umeusafisha moyo wangu, hauna kingine cha kukielekea, hauna pengine pa kuelekea na kupenda isipokuwa kwako Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hiyo nakushukuru sana Mola wangu. Hakunungunika na kusikitika, mpaka wanazuoni wakafupisha vile vile maana ya zuhud kwamba alla ta'sa bima au ala ma fata, ni kwamba usisikitike juu ya yale yaliyopita, wala tafrah ala ma ataka minha, wala usifurahi na kujivuna katika ile sehemu ambayo Mwenyezi Mungu amekukadiria upate katika dunia, ikawa ndo sababu ya kufurahi na kujivuna. Sehemu ya pili ya zuhud ni kuwa Mwenyezi Mungu akikupa mtihani wa kukuondoshea vile alivyokupa ulivyokuwa unavipenda sana, badala ya kunungunika na kusikitika, ukaelekea katika wale wenye kusubiri na kutaraji malipo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yuhibbuka Allah, atakupenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sehemu ya tatu wanazuoni wanasema ni kuwa ukisifiwa au ukilaumiwa kwa sababu ya kusimama katika jambo la kheri, kwako wewe ikawa ni sawa sawa, hununguniki, hujisikii vibaya kwa nini unalaumiwa kwa kusimama kwenye kheri, wala huoni fahari na majivuno kwa nini unasifiwa kwa kusimama katika kheri. Ukiweza kusafisha moyo wako katika daraja hiyo, yuhibbuka Allah, atakupenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kufikia daraja ya kuwa mradi umesimama kwenye kheri,
huna cha kunungunika na kujisikia vibaya, inakusogeza mbele karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala hutojali kwamba nikifanya jambo hili watu wataniangaliaje, watu watasemaje, maadamu ni jambo la kheri na Mwenyezi Mungu anapenda jambo hilo, unaelekea kulifanya, na vile vile unalifanya bila ya kwamba lazima watu watambue, wakusifu, wakutaje, upate kujifakarisha. Hiyo ni daraja ya tatu ya zuhud, ambayo daraja hizi tatu zikikamilika, yuhibbuka Allah, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema atakupenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tuna wajibu wa kuzisafisha nyoyo zetu zielekee kukumbatia sifa hizi za zuhud, kwa maana ya kuwa sisi tuwe miongoni mwa wale walioshikamana na sifa hizi tatu, ili tupate kupendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mambo yote ya mwanadamu yanaanzia katika moyo wake. Yapo majukumu anatakiwa ayasimamie mwenyewe, na akienda kinyume ataadhibiwa yeye mwanadamu kwa kutoyasimamia majukumu yake, wala hataadhibiwa mtu mwingine kwa kosa la mwingine. Lakini yapo mambo mengine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaweka, yana wajibu wa yule yule mmoja waelekea wengine, na asipotekeleza wajibu ule ataadhibiwa kwa nini hakuwaelekea wengine. Ulimwengu leo unazungumzia na kutuweka katika sura ya kwamba wajibu wa kutekeleza mambo ya kheri ni wajibu wa mtu mmoja peke yake, na yeye mradi anatekeleza, basi hata kama wanawe hawafanyi hivyo, hata kama mkewe au mumewe hafanyi hivyo, hata kama ndugu zake hawafanyi hivyo, hiyo haina ulazima maadamu yeye mwenyewe anafanya kheri. Na wale ndugu, jamaa, marafiki watampa lebo tu ya kwamba huyu bwana ni msalihina sana, na yeye ataridhika kuitwa msalihina bila ya kutambua kuwa ana wajibu wa kuwafikia wale alionao na wao waelekee katika kheri. Kwa kuto kufanya hivyo, tunaingia katika mwelekeo usio wa sawa. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametutaka tushughulike na wale wenzetu, mpaka akafikia kusema haikamiliki imani ya mmoja wenu anayekwenda nyumbani kwake kashiba, wajaruhu bijambihi jahia, na jirani yake pembezoni pale analala na njaa. Kwa haitoshi, kama ambavyo kwenye chakula iko hivyo, ndivyo hivyo haitoshi, haikamiliki imani kuwa wewe katika nyumba unarudi umesali Isha, lakini yule ulionaye pembezoni mwako hafali, na wewe unaridhika kuwa mradi wewe unasali inatosha. Haikamiliki ibada ile ya sala. Hatuwezi kufikia daraja hiyo ya zuhudi katika sifa tatu zilizoelezwa, kwa wewe kuwa unarudi kutoka msikitini au nyumbani kwako unasali, na wanao wanazunguka pale pale wanakuona unasali, na hushughuliki kuwaelekeza kwamba na wao wana wajibu wa kusali. Hata ukiwapenda namna gani, itakuja kuwa majuto siku ya Kiyama. Hatutoweza kufikia daraja ile ya zuhud. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam analieleza hili kwamba atakuja mtu siku ya Kiyama na thawabu nyingi sana. Huyu ambaye kasifiwa na watoto wake kuwa baba